Ladies and gentlemen, I want to start by first of all thanking Kenyans for standing with me. Ya, ebana inakuwa vipi mwanahabari 254, hujambo na karibu kwenye makala hizi. Nite Fazulu wa habari 254, wengine wananiita sauti ya mjomba. Ikumbukwe ya kuwa jana kulikuwa na mechi babu kubwa kati ya timu ya Harambee Stars na timu ya taifa la Gabon. Sasa ni mechi ambayo ilinoga zaidi. Mashabiki walifika sehemu zile kwa fujo, kwa moto na radi, na kuhakikisha kuwa wameshabikia timu ya taifa la Kenya, Harambee Stars. Lakini bahati mbaya tulipoteza 2-1 dhidi ya Gabon. Kwa hiyo mashabiki wa Harambee Stars wanasema kuwa timu inakuwa kwa kasi zaidi na tuendelee kuipa support ambayo inafaa, na vile vile tumpe support kocha wa timu ya Harambee Stars ambaye ni raia wa Afrika Kusini, muite Benni McCarthy. Lakini kuna vitu vingi ambavyo vilikuwa vinafanyika nyuma ya pazia, kwa maana kuna watu wengi ambao walifika sehemu zile na kuhakikisha kuwa mambo yako sawa zaidi. Niliona picha za aliyekuwa waziri mkuu humu nchini ambaye anajulikana kama Raila Odinga na Rais William Ruto katika maeneo ya VVIP, ambapo wao pia walihakikisha kuwa wamefika sehemu zile kuhakikisha ya kuwa wameshabikia timu ya taifa, vijana wetu Harambee Stars. Lakini kubwa zaidi, kuna kisa ambacho kilifanyika na kimewawacha wengi vinywa wazi, yani wengi wamebaki kama wametamaushwa na kisa kile. Kuna mbunge wa Mias Mashariki ambaye anajulikana kama Peter Salasya, na ikumbukwe ya kuwa Peter Salasya ni jamaa ambaye amekuwa akipiga vijembe aliyekuwa waziri mkuu humu nchini ambaye ni muasisi wa chama cha ODM ambaye anajulikana kama Raila Odinga, na vile vile serikali ya William Ruto. Sasa Peter Salasya alifika sehemu zile kisa na maana kushabikia timu ya Harambee Stars, lakini inaonekana kuwa kuna wale ambao walikuwa wanamsubiria sehemu zile ndio wahakikishe ya kuwa wamemwadhibu kutokana na hulka yake ya kumwattack muasisi wa chama cha ODM ambaye anajulikana kama Raila Odinga, na vile vile kuichamba serikali ya William Ruto kwa ujumla. Sasa Peter Salasya alipigwa na watu ambao wanaaminika ni wafuasi wa Raila Odinga na kufurushwa katika eneo husika. Uwanja wa Nyayo National Stadium, pale ambapo mechi kati ya Harambee Stars ya Kenya na Heroes wa Gabon ilikuwa inaendelea. Kwa hiyo wengi wamekashfu kisa hiki, wengine pia wanasema kuwa Peter Salasya amejitakia mwenyewe, kwa maana wanasema kuwa msiba wa kujitakia hauhitaji pole. Lakini tunasema kuwa pole sana bwana Salasya, na wale ambao walihusika kwenye kisa hiki wachukuliwe hatua kali za kinidhamu, ama mkono wa sheria uchukue mahala pake katika maisha ya wahusika wakuu katika kisa hichi, ambapo mbunge Peter Salasya aliburuzwa na vile vile kupigwa vibaya zaidi na wale ambao wanaaminika ni wafuasi wa chama cha ODM. Kwa hiyo Peter Salasya amefanya video moja kwenye mitandao ya kijamii na kuiposti akikashfu na vile vile akielezea kila ambacho kilichofanyika. Nimekuwekea video hii ili angalau upate kujua hali halisi. Hebu sikia kile ambacho alichokuwa kikisema mbunge huyu Peter Salasya. Thanking Kenyans for standing with me, that on my Facebook account, the moment I just put up to know, Kenyans were so much eager to know what I'm going through, how am I going. And within a short period of time, the video that I posted, it got to 1 million, 1.5 million, just few minutes, few hours. That means that Kenyans loves me, and everywhere on X, it was about the trend Salasya, and everywhere on Instagram it's about Salasya, Facebook, everywhere, TikTok is about Salasya and everything. First of all, I want to thank Kenyans for standing with me in solidarity, for showing love. And as they say, Kenyans, they watch, they listen, and they judge. And what happened yesterday, it was a planned thing, it was a planned game. I remember I was the one who told the people to come to Nyayo. I made a statement, even before any leader made a statement, that on Sunday,
that let us all be there. They took advantage because they knew I would definitely come. Because I'm not a coward at all. And yesterday, because I know football, it's a game that brings people together, whereby people with different ideologies, we put aside and we come as a nation called Kenya. And that's why I didn't come there with anyone. I didn't come with my bodyguard, I didn't arm myself. I was helpless. I was like with just a friend who just came with me along, tagged me along. And when the moment I entered, it is something that was planned. And there is a person, they started warning me at the gate. Then when I went, they started like, there is one guy who was following me everywhere I go. I went up to the VIP, he's following me. He's following me, and even when you check that video, it was just like about 10 guys or so. And they can be known, because if it is something that was organic or not planned or natural, somebody will insult you there, he leaves you, maybe you meet with other people, they insult you, but they are moving. But you see like the guy with, there's another guy even who has bragged on TikTok, wherever, and I saw him, he was there. And even though there's another one, number 7, Chokoram Safi, I don't know, somebody of the sort. And you see, you could mark this guy, he went with me from all the way up to the time I was kicked out by them. The good thing is that I was having options. And the option that I was having was very deadly. Maybe we could be telling other stories today. Number 1, I could have decided to go eat because of my life. I could have decided to go, and even that game could have been postponed. I could have gone into the pitch and go and sit in the middle of the pitch. It was one option, by the way, I was having. And another option was very deadly. And if that one, maybe those guys, they start mob justice, because we also have other fans. It will have caused stampede. People could, and I thank God that I went alone. I didn't go with my bodyguards. I didn't arm myself. Because that place could have burned. We could be talking, that was a disaster. Could have been a disaster as we speak right now. Could have been a disaster. Ya, umesikia mbunge wa Mumias Mashariki ambaye anajulikana kama Peter Salasia, ambapo anajaribu kuelezea kile ambacho kilifanyika katika uwanja wa Nyayo National Stadium, pale ambapo timu ya taifa la Kenya maarufu kama Harambee Stars ilipokuwa ikikabana koo na timu kutoka nchini Gabon maarufu kama The Heroes of Gabon. Peter Salasia alivamiwa na watu ambao wanaaminika ni wafuasi wa chama cha ODM na kufurushwa katika eneo husika. Anasema kuwa kisa kile kingegeuka kuwa janga kubwa zaidi, ijapokuwa yeye na aliamua akaiachilia tu hivyo, kwa maana wale ni vijana ambao walijitolea mhanga kumdhuru na vile vile kumpiga na kumuumiza zaidi. Lakini sasa alitoka sehemu zile na mguu ni ponye na kuhakikisha kuwa mambo yako sawa kwenye maisha yake. Kwa hiyo ana mengi ya kusimulia. Unajua Peter Salasia ni kama samaki ambaye yuko ndani ya maji, ambapo samaki huyu ana mengi ya kusimulia ijapokuwa amejawa maji mdomoni. Kwa hiyo ni habari 254 Bonga Tube na vile vile Simulizi KE. Tunajaribu kuhakikisha kuwa mambo yako sawa zaidi. Kwa hiyo usisahau kusubscribe, kutusupport na vile vile kucomment, kushare na kulike. Shukran jidan. Marhaba habib, tunawapenda zaidi. Deus.